Tukujuze yaliyojiri hapa nyumbani katika mataifa mbalimbali, biashara na uchumi, bila kusahau michezo na burudani. Wenyeji wako siku leo ni mimi Grace Kingalame, nitashirikiana vema na Chungarunza. Tunaanza na habari za kitaifa. Tanzania na Morocco zimesaini mikataba 21 ya makubaliano kushirikiana katika masuala mbalimbali kwa lengo la kuboresha uchumi wa mataifa hayo mawili. Akizungumza baada ya kutiana saini mikataba hiyo, Rais John Magufuli amesema makubaliano hayo ni mwelekeo mzuri wa kujenga Tanzania mpya katika uchumi wa viwanda, huku akiwahakikishia wawekezaji kutoka Morocco kuwa Tanzania ni nchi ya amani. Mwandishi wetu Catherine Nyoni ameandaa taarifa ifuatayo. Tanzania na Morocco zimesaini mikataba ya ushirikiano katika baadhi ya sekta katika masuala ya uchumi, siasa, gesi, nishati, usafiri wa anga, uvuvi, utalii na madini. Akizungumza mara baada ya kutiliana saini mikataba hiyo jijini Dar es Salaam yenye lengo la kuboresha uchumi kati ya Tanzania na Morocco, Rais Dr. John Magufuli amesema makubaliano hayo ni mwelekeo mzuri wa kuijenga Tanzania mpya katika uchumi na viwanda. Kwa hiyo makubaliano haya yote yaliyowekwa pale ni mwelekeo mzuri wa Tanzania mpya ambayo tumepanga katika kujenga uchumi na uchumi wetu uweze kukua kwa 7.2 ifikapo mwishoni mwa mwaka. Na mwelekeo umeanza kuonyesha hivyo kwa sababu katika robo ya pili ya mwaka huu uchumi wetu umekuwa kwa 7.9. Na inflation imeanza kushuka kutoka karibu 7%. Sasa hivi inflation imefikia kwenye 4.5%. Kwa hiyo nataka niwahakikishie wenzetu kutoka Morocco tuko kwa ajili ya kujenga uchumi wa kisasa. Unaweza ukamention kila madini yako hapa Tanzania. Kwa hiyo nataka kuwathibitishia hapa ni eneo zuri la kuweka uwekezaji. C'est un bon endroit pour l'investissement. Nilipokuwa nikizungumza na mtukufu mfalme, nimemuomba mambo mengine mbali ya hii mikataba. Nimemuomba tujengee msikiti mkubwa hapa Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Augustine Maiga amesema mikataba hiyo itasaidia kukuza ushirikiano kati ya Tanzania na Morocco, huku waziri wa viwanda, biashara na uwekezaji Chazi Mwijage akiwataka wa Tanzania kujiandaa kupokea uwekezaji huo. Uhusiano huu utakuwa katika nyanja za kidiplomasia, kisiasa, uchumi, ulinzi, ustawi wa jamii, na hii itajionyesha katika mikataba 21 ambayo itatiliwa saini mchana huu na kufanya historia katika nchi yetu kwa sababu haijawahi kutokea. Utakuwepo mkataba kati ya wajasiriamali au wawekezaji wa Kitanzania katika sekta ya chai ambako watasaini mkataba na kampuni ya chai ya Tanzania. Nimemuona watu wa Afriti, nimemuona Mzee Mura yuko hapa, watasaini ili chai ya Tanzania wakulima waweze kuhakikishiwa bei nzuri, na nimeambiwa kwamba chai itakuwa branded, itakuwa added value, iweze kuuzwa katika mahoteli makubwa na katika himaya ya kifalme. Mwakilishi wa wajasiriamali kutoka Morocco Mariam Densara amesema nchi hizi mbili zinaandika historia ya kuharakisha ukuaji wa uchumi katika sekta za kilimo, nishati, biashara na kufikia malengo ya milenia ya mwaka 2025. Catherine Nyoni, TBC, Dar es Salaam.